wananchi wote na wauguzi na madaktari na jumuiya yote ya hospitali yetu ya wilaya. Mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Tusifu Yesu Kristo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima kubwa na mimi niendelee kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kujalia afya njema na kuwezesha leo siku ya 5 katika mkoa wetu wa Tanga, ziara yako ambayo imekuwa ni kubwa na ya mafanikio makubwa sana. Tumekupokea wilaya ya Handeni na kwa hakika umefanya kazi kubwa sana pale katika uzinduzi wa kituo kikubwa cha kufua na kupooza umeme. Lakini kama ikutosha, umetuzundulia pia jengo la ICU. Lakini ulikwenda Kilindi na ukalala Kilindi, ukaamka ukasikiliza kero za wananchi. Lakini pia ukatizinduliwa hospitali ya wilaya kama hii hapa ya Lushoto, lakini hospitali mpya kabisa Kilindi. Baada ya pale umezindua mradi wa maji. Tulikwenda Korogwe na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu ukazindua mradi mkubwa kabisa kama ule wa Mwalimu Nyerere kwa eneo letu ili la Tanga. Mradi wa maji mkubwa ambao umetuzindulia, ambapo unakwenda kupeleka maji lita milioni 220. Mradi ambao utasaidia Korogwe, Handeni, Korogwe, Handeni, Muheza, lakini pia mpaka Kilindi. Ndugu zangu, kazi yamefanya kubwa. Ziara ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kielelezo tosha ya kiongozi ambaye anasimamia uzalendo, haki, utu na ubinadamu. Amesikiliza Wanatanzania wa Tanga waliokuwa na migogoro. Kuna ambao walikosa haki yao 2009. Jana mfano ule mradi wa Muheza aliweza mtu kupata haki yake pale. Lakini vile vile Mheshimiwa Waziri Mkuu, umekuwa ni kielelezo na mwalimu wetu sisi wa kuona kwamba sasa ni muda wa kwenda katika maeneo yetu, viongozi wenye viti wa vijiji, mitaa na kila mmoja katika nafasi yake, kuhakikisha kwamba ni suluhisho ya migogoro ambayo wewe umeunda timu ya mawaziri, kuhakikisha kwamba ile migogoro iliyokuwepo inaenda kumalizika, na sasa tunakwenda kuhakikisha kwamba kila mgogoro unapotoka unakwenda unafungwa na unasikilizwa na mambo yote yanaisha. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Dr. Mwigulu Nchemba oye! Kwa hakika umekuwa ni kiongozi. Ziara hii imekuwa zaidi ya ziara ile ya Mwenge. Umepita kwenye milima na mabonde. Leo hii tunakushukuru kwa dhati ya moyo wetu, lakini tunaomba utufikishie salamu kwa Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hakika uteuzi wako wewe kama Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni heshima kubwa kwa Tanzania, ni heshima kubwa kwa Tanga. Lakini kama ikutosha, Mheshimiwa Rais, na wewe pia Mheshimiwa Waziri Mkuu, ikawapendeza mkatupa mawaziri 4 katika mkoa wetu. Waziri kamili ambaye pia yuko katika ofisi yako ashirika masuala ya tawala za mikoa na serikali za mitaa, ambaye pia ni mbunge wa Lushoto, Mheshimiwa Riziki Shomdoi. Lakini kama ikutosha, waziri wa maji ametupatia kutoka mkoa wetu wa Tanga, na manaibu waziri 2, mmoja kutoka ofisi ya Rais TAMISEMI anashirika masuala ya elimu, lakini mwingine ni waziri wa habari, michezo na utamaduni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kituo hiki ulichokizindua leo katika vituo 21 vilivyoko Tanzania, sisi mkoa wa Tanga tuna vituo 2. Kimoja kiko Bombo na kingine hiki kituo cha kuzalisha au cha kutengeneza hewa tiba, oxygen, kiko hapa Lushoto. Lakini tumeona makubwa. Uwekezaji katika afya umeongezeka kwa asilimia kubwa sana. Mwaka 2021 ununuzi wa vifaa tiba tulikuwa na milioni 100. Ndani ya uongozi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu umeongezeka kutoka milioni 100 hadi milioni 400. Makofi kwa Rais Samia Suluhu Hassan na Waziri Mkuu. Lakini wilaya hii Mheshimiwa Waziri Mkuu ndio wilaya katika wilaya ambazo ni wachapa kazi ni pamoja na wilaya ya Lushoto. Hapa mtu akiwa legelege goigoi, hii baridi itamkausha. Kwa hivyo wanafanya kazi kubwa sana. Na ndio maana tuna mradi mmoja wa vijana ambao tukipita katika halmashauri zingine tunawaelezea mradi wa vijana wa kuzalisha miche ya parachichi.
tuliwapa milioni 3, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ndani ya miezi 6 vijana wametengeneza milioni 36. Kwa hivyo inawezekana kabisa vijana wakajiajiri kupitia hii mikopo ambayo Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ametupatia. Nimalizie kwa kuendelea kuwashukuru sana na kueleza kwamba shule zote za Lushoto wanawapa watoto vyakula. Kwa hivyo ni katika school feeding program. Wilaya zetu na halmashauri zote za Lushoto watoto wanakula mashuleni. Ongereni kwa kuchapa kazi, ongereni kwa kilimo kizuri kikubwa mnachokifanya, lakini ongereni kwa imani na mapenzi makubwa kwa rais wetu, lakini kwa waziri wetu mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi kwa Dr. Mwigulu Nchemba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa vile waziri wangu yuko hapa, mimi bwana nimuombe ni waziri akukaribishe. Mheshimiwa Waziri, na kuomba kwa heshima na mkubwa basi umkaribishe Mheshimiwa Waziri Mkuu aweze kuzungumza. Asante sana. Lushoto hoye! Lushoto hoye! Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lameck Nchemba, nichukue fursa hii kukukaribisha ili uweze kuongea na hadhira hii ya wanalushoto ambao wana shauku kubwa ya kukusikiliza. Karibu sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Asante, naomba tusimame. Makofi mengi na vigeregere. Mheshimiwa Waziri Mkuu oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu karibu sana. Ya, tukae. Lushoto oye! Dr. Samia oye! Mwino Gazeze Ongai. Na mimi nimekuja Chenichi. Mheshimiwa Waziri amekuwa akivua kofia, mimi nimetoa miwani. Ili mpaka kada mzalendo ndugu yangu Kigenda na yeye anikumbuke. Ndugu zangu wana Lushoto, nimekuja kwenye ziara ya kawaida ya kikazi ikiwa na malengo mahususi. Moja, kutembelea shughuli miradi ya maendeleo inayofanyika katika maeneo yetu, kuamua yale yaliyokwama, lakini pia na kuwasikiliza wananchi kama ambavyo Daktari Samia Suluhu Hassan alituelekeza. Nimejionea miradi mbalimbali na leo tumesikia kutoka kwa Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo, tumesikia kutoka kwa mwenyekiti wetu wa chama, lakini tuko na timu kubwa ya waheshimiwa mawaziri kama mlivyotambulishwa. Kwa hiyo kabla hawajasalimia tutapata fursa ya kusikia kutoka kwenu, ili akiwepo waziri anasalimia na kama kuna hoja imetolewa aweze pia kuitolea ufafanuzi. Lakini kabla hatujaenda kwenye hiyo hatua ya pili ya kusikiliza, tunao wabunge wetu wa viti maalum. Waheshimiwa wabunge wa viti maalum, nadhani wote mlipita JKT, mnaweza mkapanda pale. Kama baba askofu alipanda, najua nyie hamwezi kushindwa. Karibuni moja moja, dakika moja mbili msalimie. Lushoto Mama Samia Dr. Mwigulu Shemdoe ndio hiyo nilikuwa naitaka. Asanteni sana.
Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga, ambaye pia ni mjumbe wa kamati kuu, viongozi wote meza kuu, niseme tu itifaki imezingatiwa. Mimi wengi wananifahamu, hata kijana ananifahamu. Naitwa Mwantum Zondo, ni mbunge wa viti maalum mkoa wa Tanga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tunakushukuru sana kwa ziara yako, kwa sababu naamini wewe ukipita basi kuna vitu vingine tutapata mbali na hivi tulivyopata. Tumekuwa wote kwenye ziara toka juzi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana. Miradi ambayo tumeletewa na Mheshimiwa Rais ni miradi mikubwa sana. Tumeshuhudia ukizindua miradi ya mabilioni, lakini pia tumeshuhudia hapa leo ukizindua jengo la oksijeni, ambalo kwa sasa hivi kwa kweli tatizo la oksijeni ni changamoto kubwa toka ilipotokea ile COVID. Zamani ilikuwa sio kipaumbele, lakini kwa sasa changamoto ya upumuaji ni kipaumbele. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, na utupelekee salamu zetu kuwa miongoni mwa halmashauri chache ambazo tumepewa jengo hili la oksijeni. Sasa hivi toka kipindi kile cha 2021 nilipopita ile hali ya hewa ya COVID, kidogo nilikuwa namuuliza mtaalamu, mbona zamani ilikuwa hakuna hiyo? Wanasema mapafu yetu kama yaliathirika. Ndio maana sasa hivi unakuta kitu kidogo tu unatundikiwa oksijeni, ambayo zamani haikuwepo, yani ilikuwa kwa uchache sana. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuthamini uhai wa watu wa Lushoto, lakini uhai wa watu wa mkoa wa Tanga, kwa sababu hata wakati wanawasilisha ile taarifa kuna mashine moja pale kati ya zile halmashauri 21 ni halmashauri pekee ya Lushoto ambao tumepewa. Lushoto oye! Mama Samia oye! Na halmashauri nyingine zote hazijapata, lakini Lushoto tumepata. CCM oye! Mwigulu oye! Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana, na utupelekee salamu zetu kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante na shukuru. Asante. Lushoto hoye! Dr. Mwigulu Nchemba hoye! Ndugu Waziri wetu Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, mawaziri wote mlioambatana naye katika ziara yake hii, mkuu wetu wa mkoa, viongozi wote mliopo hapa, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikushukuru kwa mapenzi makubwa ulionayo dhidi ya mkoa wetu wa Tanga. Ndugu zangu, tangu ameteuliwa na tukampitisha pale bungeni kuwa ndio waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Tanga ni miongoni mwa mikoa michache sana ambayo ni ya kwanza kuitembelea. Maana yake ni kwamba Daktari Mwigulu Nchemba ana mapenzi makubwa na Tanga. Maana yake ni kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan ina mapenzi makubwa na Tanga. Ndio sababu hamkufanya makosa kukiamini na kukichagua Chama cha Mapinduzi kwa kura nyingi za kishindo, na matokeo yake ndugu zangu mnayaona. Tanga hoye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme tu kwamba mambo makubwa yamezungumzwa na mbunge wa jimbo hili na waziri wa TAMISEMI. Mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, najua serikali imefanya mambo makubwa mazuri kabisa. Matamanio yangu mimi kwa wanawake wa mkoa wa Tanga na wananchi wa mkoa wa Tanga ni kuhakikisha mifuko yetu inajaa shilingi, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa hiyo mimi tangu awamu yangu ya kwanza
nilijipambanua nikitamani kuona walionipa ridhaa wanainuka kiuchumi, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Na hapa nataka kusema nini? Wilaya hii na kina mama wa Lushoto ni bingwa, na wamezungumzwa hapa kwamba ni wachapakazi wazuri, na mimi ninalijua hilo. Ni wakulima wazuri wa mboga mboga, nyanya, hoho, makabichi yanatoka wilaya ya Lushoto. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninaomba sana, na waziri wa kilimo namuona pale, zile mbegu bora za hoho, za nyanya, za maharage, za ngano, za alizeti, tunaomba tupewe kipaumbele wilaya ya Lushoto, kwa sababu pia kwenye mkakati wa taifa hili wa kilimo tumewekwa Tanga kama habu ya kusafirisha mboga mboga kupitia bandari ya Tanga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninalitamani sana hilo litokee kwa wanawake hawa ambao nina hakika wana mapenzi makubwa sana na mimi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jengine ninatamani sana mahoteli hayo makubwa yaliyotajwa na mbunge wetu wa jimbo tuweze kuyapelekea samaki, na humu tunaamini mabwawa ya samaki yanaweza kuwepo na wanawake wakauza kwenye yale mahoteli. Na Mheshimiwa Waziri na mbunge wa jimbo hili ameshaanza akiwa katibu mkuu. Nilimuomba mimi na mkurugenzi, tulimshirikisha ili kuweza kuleta viumbe vya samaki, mbegu za samaki, na mbegu zimekuwa zinakuja. Tunatamani yapatikane maeneo tuchimbe hii mabwawa yanayotokana na mchanga tu, wala hatuhitaji kuyajengea kwa zege, ili tuzalishe samaki tuuze ndani ya mahoteli haya. Hakuna samaki huku wala hakuna bahari. Bahari ni mabwawa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunatamani sana hilo. Kwa niaba ya wanawake wa Lushoto, ninaijua mioyo yao wanapotamani mambo ya maendeleo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naweka mbele maombi yetu hayo kwa heshima na unyenyekevu mkubwa. Kaka yangu, ninaomba sana mtuweke katika mwangalio huo ili tuyajaze mifuko yetu kwa mashilingi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Asante sana. Asante. Lushoto oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Viva vijana, viva! Asanteni Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mwenyekiti wa CCM mkoa na mjumbe wa kamati kuu, Mheshimiwa Mkuu wa mkoa, Waheshimiwa mawaziri, meza kuu yote itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana kwa ziara yako ambayo umeifanya katika mkoa wetu wa Tanga, na tunaomba shukurani hizi pia umfikishie mama yetu, rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kuna usemi mimi huwa ninaupenda sana, unasema kwamba, na hata ndugu yangu mwanangu Mheshimiwa Aweso yeye anautamka kwa Kiarabu, mimi Kiarabu kidogo sikifahamu, kwa hiyo nitausema kwa Kiswahili: asiye mshukuru binadamu mwenzie, basi hata Mwenyezi Mungu hawezi kumshukuru. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikuhakikishie sisi wanatanga kwa ujumla wetu ni watu wenye shukurani sana. Kwa hiyo tunaomba kutoa zetu ni shukurani zaidi kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, pamoja na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, makamu wa rais na serikali nzima inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan kwa utendaji uliotukuka. Asanteni sana, na tunaendelea kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki afya njema ili nchi yetu iendelee kupata maendeleo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi nilisahau kujitambulisha jina. Naitwa Mariam Mungula, ni mwakilishi wa wabunge au mwakilishi wa wafanyakazi. Kwa hiyo sisi kama wafanyakazi wa Tanzania bado tunaendelea kutoa shukurani pia, kwa sababu Daktari Samia Suluhu Hassan tangu ameingia madarakani miaka 5 iliyopita, kwa kweli maisha yetu yamebadilika sana. Hadithi ni ile ile, kila unapoenda mishahara imepanda, madaraja yamepanda, na maslahi ya wafanyakazi yanazidi kuongezeka kila siku. Tunashukuru sana. Shukrani zetu hazina mwisho. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, vile vile tunafahamu Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu, ni mpenda haki,
na ni msikivu sana. Na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu, kaka yetu, ni mchapakazi, lakini vile vile ni mnyenyekevu, na ulikuwa unamsaidia Daktari Samia katika wizara nyeti ya afya, ya fedha. Kwa hiyo unafahamu kona zote ambazo tunazipatia fedha katika nchi yetu hii. Sasa tunaombi moja dogo tu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika hii sekta ya afya kiujumla kuna changamoto nyingi, lakini kuna moja dogo la wafanyakazi wanaitwa wa mikataba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hawa watumishi au wafanyakazi wa mikataba wamegawanyika katika makundi. Kuna wengine wanajitolea, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Unakuta mfanyakazi anajitolea kwa miaka hata zaidi ya 8, lakini anajitolea na kulipwa kwake kunatokana labda na hii miradi inayoletwa na wadhamini. Kwa mfano, kunaweza ukaja mradi wa TB, ule mradi ukiondoka anarudi kuendelea kujitolea, lakini hapati malipo yoyote. Sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tulikuwa tunakuomba sana kwa unyenyekevu mkubwa utufikishie na hizi salamu zetu, na kama nilivyoanza kuongea, kona zote unazifahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunaomba katika hizi ajira mpya, kwanza tunashukuru sana, ajira mpya zinakuja kama alivyoahidi Mheshimiwa Rais. Kwa mfano, katika wilaya yetu hii ya Lushoto mwaka huu tumepata ajira mpya 53. Sasa katika zile ajira mpya tunaomba tuwafikirie sana hawa wafanyakazi wa mikataba, lakini vile vile wale wanaojitolea, kwa sababu Mheshimiwa Waziri Mkuu, wafanyakazi hawa wao wanatoka katika haya maeneo ya karibu, yani tunawaita local staff. Sasa itakuwa rahisi watakapopata ajira, hata yale maslahi mengine kwao tayari inakuwa hayana umuhimu sana, kwa sababu wanaishi hapa loko. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikushukuru sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Asanteni sana. Asanteni waheshimiwa wabunge. Basi ndugu zangu wa Lushoto, niwaletee salamu kutoka kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye nilimuaga kwamba nitakuwa na ziara mkoa wa Tanga na wilaya ya Lushoto. Kanituma niwasalimie, niwafikishie salamu za upendo na pongezi kwa kazi kubwa mnayoifanya. Na mimi leo katika ziara hii niwashukuruni sana wana Lushoto na watu wa Tanga. Jana wakati tunaingia Lushoto tulikuta makundi ya watu barabarani mkitulaki. Mmetupa nguvu sana ya kufanya kazi. Asanteni sana, tunawashukuru sana. Na mpaka nikawa na mkumbushia Mheshimiwa mbunge wa jimbo kwamba kwenye historia ya Wanyiramba tunaambiwa kabla hawajaenda Iramba walikuwa Tanga. Ona mimi nimekuja huku, na tukirudisha urithi wa kwa mama, Mheshimiwa Shemdoi uanze kunitafutia kiwanja na mimi nyumbani. Kwa asanteni sana. Tumekuja kama tulivyosema kufuatilia utekelezaji wa miradi, kufuatilia utekelezaji wa shughuli za maendeleo. Waheshimiwa viongozi na wananchi, mtakubaliana nami kwamba muundo wa uongozi ndani ya nchi yetu ni mzuri sana, kwamba tumetengeneza ile serikali kuu tunayoiona pale ya kitaifa yenye rais na wasaidizi wake na vyombo vya ulinzi na usalama, imeshuka hivyo hivyo mpaka ngazi zetu kwa wananchi huko. Ukienda wilayani pana nembo ya rais na kamati ya usalama kama ilivyo ile ya juu. Ukienda mkoani hivyo hivyo, na imeshuka mpaka ngazi za chini. Sasa kila ninapopita, napoongea na wananchi, natambua kwamba kumetokea utaratibu wa kuzoea matatizo ya wananchi. Watu wanapokea matatizo ya wananchi, wanapokea kama salamu tu, na shughuli zinaendelea kama kawaida,
Badala yake matatizo yanalimbikizwa kila kona, na serikali ipo kila kona. Juzi nikiwa Tanga, nilisema natoa miezi 6 nisisikie habari ya halmashauri, eti kwenye halmashauri yenye mkuu wa wilaya, yenye mkurugenzi, yenye wataalamu wote wale, eti kuna shule haina matundu ya vyoo. Niliwaita pale Tanga, wamepewa fedha mwaka mzima wamepewa fedha za kujenga madarasa, za kujenga matundu ya vyoo. Mwaka mzima wataalamu wako ofisini na fedha wanazo, na mwaka mzima hawajajenga matundu ya vyoo. Sasa nimeelekeza hiyo shule kama iko karibu na ofisi ya afisa elimu na ofisi ya mkurugenzi, wanafunzi wote wakajisaidie kwenye choo cha mkurugenzi na afisa elimu. Watu kuzoea kupokea matatizo ya watu na kuona ni kama salamu, haya hayakubaliki. Nimepita hapo Korogwe, nikakuta mkandarasi amechukua zaidi ya milioni 100. Wananchi wenye maisha ya kawaida, wanauza bamia, wanauza machenza, wanauza vitumbua, wanaenda kununua maji, wakati rais ametoa fedha ya maji zaidi ya milioni 900. Alafu mkandarasi kachukua fedha, anadunda mtaani na mkanda nje na tai, na hajatekeleza mradi. Na katika kumfuata wanasema huyu inabidi tuchunguze, inabidi tupeleke. Mnachunguza kitu gani mtu mliyempa fedha mkononi na hajatekeleza mradi? Nimesema hilo, mimi katiba imenipa madaraka ya udhibiti. Huyo akamatwe, asiwe huru mpaka azitapike zile fedha ndio awe huru. Haya mambo ya kubabaishana, ubabaishaji, Vingereza vingi, expansion, extension, adjustment, ni upuzi mtupu. Atapike fedha ndio awe huru. Kuna mambo yanasababisha lawama zinaenda kwa viongozi wetu wakuu, kumbe wao walishatimiza wajibu wao. Inaonekana huenda serikali haijapeleka fedha ya mradi wa maji, kumbe imeshapelekwa na watu wamepiga fedha pale na hatua hazijachukuliwa. Nipongeze sana mkuu wa mkoa pamoja na kamanda wa polisi, wamemkamata yule nimesema mpaka tupate fedha ipatikane, iendelee kutekeleza mradi, ndio huyo mtu awe huru. Hatuwezi tukawa tunazingatia haki za wachache wengine. Kuna watu wanadhani wakishakuwa na fedha wao wanakuwa Watanzania na nusu, na sisi wengine ni nusu wa Tanzania. Hilo halikubaliki. Sasa nimesikia na hapa Lushoto, wakati nasikiliza watu pale Tanga, akaja binti moja mdogo chini ya miaka 18, mwanafunzi wa kidato cha kwanza, amebakwa. Alivyobakwa na alishajifungua mtoto yupo, yule aliyekuwa anahisiwa akapimwa DNA, ikaonekana inafanana na ya mtoto. Eti ameachiwa huru kwa sababu wakati wa kuandikisha kesi eti haikuandikishwa kwamba yule ni mwanafunzi. Na nilisema yule mwalimu mkuu wa shule yule aje athibitishe kama yule mwanafunzi alikuwa anasoma ama hakuwa anasoma. Yule mwalimu alikuja hapa. Yule mwalimu mmemleta ama tunakutana naye kwenye mkutano wa mlalo?
nimeambiwa tunakutana naye Mlalo, atafutwe yule aliyembaka yule mtoto, akamatwe, na kama hiyo kesi ilimalizwa kirushwa rushwa irejee upya. Wabakaji lazima wahukumiwe. Mtoto ana miaka chini ya 18, mbakaji ana miaka 53. Huu ni ubakaji wa makusudi, na hili si jambo la kufumbia macho. Ninyi mnaofanyiana undugu na wabakaji, mimi hakuna hiyo. Tena sisi kule kwenye ufugaji, ilikuwa ukiwa na kundi la mifugo, lile dume likianza kupanda vindama au likaanza kupanda madume wenzake, tulikuwa tunalihasi. Hamna hata katiba ya mifugo hapo, tulikuwa tunalihasi. Sasa kwa kuwa kwenye katiba na sheria haijasema hivyo, yale mabakaji yote lazima sheria kali ichukuliwe. Nilikuta na kesi hiyo Mwanza, na kwenyewe ikachezewa hivi. Sasa nimemwelekeza kamanda wa TAKUKURU na rais yo, fuatilieni wale wote walioshika hili faili, mjue walilimalizaje kwa mazingira haya ya utata ya aina hii. Hatuwezi tukawa na wananchi wako kwenye nchi yao, lakini kama wanazidiwa kipato wao wakawa watumwa kwenye nchi yao. Hatuwezi kuwa tuliwaondoa koloni afu tutengeneze wakoloni wengine hapa, wao ndo wawe wa Tanzania, alafu na wale wengine wasio na fedha wao nusu wa Tanzania. Hiyo haiwezekani. Sasa huyu asakwe na taarifa yake hiyo niipate. Na wale waliocheza na faili, chunguzeni mjue kitu gani kilitokea. Kama mtabaini haya ninayoyasema, na hawa ni watumishi wa umma, wamesomeshwa kwa kodi za Watanzania, wameenda kudhulumu haki ya yule mtoto aliyebakwa, na wenyewe waunganishwe kwenye hatia. Sasa nilisema nianze na yale mambo ya maelekezo ya jumla, kwa sababu hali ya hewa naiona inaanza kuwa njema. Injinia wa wilaya yuko wapi? Injinia wetu yuko wapi? Injinia kwenye kila eneo la ujenzi, nimeambiwa ujenzi wa mabweni 2, madarasa 8 na vyoo matundu 6, shule ya sekondari Mtumbi, milioni 372. Madawati na viti havipo kwenye ubora unaotakiwa. Haiko kwenye ubora unaotakiwa. Mkanda wa kufunga gypsum board na madarasa haviko katika hali inayotakiwa. Ujenzi wa bweni lenye mahitaji maalum shule ya msingi Rente Rainbow, milioni 173. Risiti za malipo hazipo. Kodi ya zuio haikufanyika. Hakuna cheti cha ubora wa mabati na saruji. Ujenzi wa bweni shule ya sekondari Prince Claus, milioni 173. Hakuna risiti za malipo za huduma ya kodi ya zuio. Hakuna cheti cha ubora mabati na saruji. Ujenzi wa mabweni shule ya msingi kwa Mongo, milioni 170. Hakuna cheti cha ubora wa matofali wala vyeti vya ubora mabati na saruji toka TBS. Ujenzi wa vyumba vya madarasa shule ya msingi Zila, milioni 152. Hakujawasilishwa kodi ya zuio. Hakuna service levy. Hakuna cheti cha ubora mabati na saruji. Ujenzi wa mabweni ya watoto shule ya mahitaji maalum kwa Lei, milioni 170. Hivyo hamna mambo ya zuio, cheti cha ubora tofali na vyeti vya ubora vya mabati na saruji kutoka TBS hakuna. Ujenzi wa nyumba ya mwalimu shule ya msingi Baga, hakuna cheti cha ubora.
saruji wala matofali, ujenzi wa shule ya vyumba viwili vya madarasa matundu 9 ya vyoo, shule ya msingi Ndekai hivyo hakuna cheti cha ubora. Ninyi mnajengaje? Kwa shule ya msingi Mtumbi, hatua ya mwisho ya malipo bado haijafanyika. Kwa maelekezo yote tumeshawapa warekebisho. Hatuwezi kufanya malipo ya awamu ya mwisho mpaka tunapokuwa tumekamilisha hizo taratibu zote za marekebisho ya vile vyote ambavyo vimekamilika kikamilifu. Na hizo zingine? Hizo specification zingine tunasimamia kuhakikisha hivyo. Hauwezi kufanya malipo mpaka tupatiwe hizo nyaraka zote. Na malipo yote ya manunuzi ya vifaa yanasimamiwa na idara ya manunuzi, lakini pia wanafuatia huo utaratibu unasimamiwa. Kama hujalipa service levy, TRA, maana unapoleta malipo kuna hundi 3. Kwa hiyo ambayo ya malipo ya kitu husika, service levy na TRA pamoja na kuna receipt. Kwa hiyo malipo yanakuwa hayawezi kufanyika kama hivyo vitu vyote havijaweza kutimia. Yule wa manunuzi yuko wapi? Kwa nini mnanunua vitu havijawekewa ubora? Kwa nini vitu hivi vyote hakuna ubora? Sasa shule ya sekondari Shita, nyufa tayari zimeshaanza kuonekana kwenye madirisha. Kwa nini vifaa hivi vyote mnavyonunua havina certificate ya ubora? Tofali hazina certificate, saruji hivyo. Taratibu zinasemaje na ninyi mmefanya kitu gani? Mheshimiwa Waziri, utekelezaji wa miradi yote unafanyika kwa Coastal County. Hivyo wataalamu wa halmashauri ni wasimamizi wa mwisho, lakini kuna msimamizi wa mradi. Na katika wasimamizi wa mradi kule chini kuna kamati kuu ya ujenzi ya mapokezi ambao ni sehemu ya wananchi. Wao ndio wanapokea vifaa kuthibitisha wakiwa wameteuliwa pia na kiongozi engineer kaka certify mara ya mwisho. Kwa hiyo kitu chote kilichokuwa kina ubora, watu wa kwanza kukagua ni wale kamati ambao ni wananchi wenyewe. Mkurugenzi, unajua haya? Ndio Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mmechukua hatua gani? Vifaa ambavyo havina ubora huwa vinarudishwa, lakini yule supplier ya zabuni anatakiwa aweze kuhakikisha ubora kwa kweli. Kwa hiyo huwa tunarudisha vile ambavyo havina ubora. Taarifa yangu inaonyesha hivi vitu vyote vilishagundulika na mlishajulishwa. Mmechukua hatua gani? Mheshimiwa, pamoja na ushirikiano ambao tunapata kutoka CCTV lakini na kamati ya usalama ya wilaya, vitu ambavyo tunachukua ndio kama hivi nilisema kwamba vinarudishwa. Yule ambaye ameleta vitu ambavyo si bora tunarudisha ili alete vitu vyenye viwango. Sasa kamanda wa TAKUKURU wa wilaya, fuatilieni ili kujiridhisha kwamba hivi vyote vilivyoandikwa hizi hatua zimechukuliwa. Nipate taarifa kwamba hizo hatua zilichukuliwa, kujiridhisha kwamba hizi hatua wanazozisema ndizo zilizofanyika. Tunataka watu wasilale ofisini, wafuatilie kazi, wafuatilie fedha inavyofanya kazi. Na ninyi mna bahati kwa sababu kwenye taarifa niliambiwa hili mlishaligundua kabla sijafika. Ningekuta mmelala tu hamjagundua tatizo, tungewaacha muendelee kulala. Sasa nipate hiyo taarifa, na yule aliyebaka nataka nipate hiyo taarifa. Sasa tupate kabla ya kuwaleta waheshimiwa mawaziri kujibu hoja ambazo zimeletwa na waheshimiwa wabunge, tupate maoni mawili matatu kutoka kwa watu, yale ambayo yako tofauti na hoja ambazo zimeshatolewa. Hoja ya barabara kuongezwa upana kutokea Mombo kuja hapa, mheshimiwa mbunge wenu makini kabisa, na nikiri mna mbunge makini kabisa, mbunge mwenye hadhi ya jimbo la makao makuu ya wilaya. Chenichi. Huyu ni mbunge mzoefu wa kufanya kazi serikalini. Kashakuwa wizara
kadhaa, wizara 7. Kwa hiyo jambo lolote linalohusu maendeleo ya hapa anajua liko kwenye wizara gani na mtaalamu gani anasimamia. Hata hivi haya mambo ya ukamilishwaji yalivyokuwa yametolewa hapa, Mheshimiwa Waziri, hii hata haitanipa shida ya kufuatilia. Haya unayamudu kabisa. Fuatilia hiyo bilioni 1, takriban bilioni 1.5 ipatikane, tukamilishe hapa kwenye eneo la afya na maeneo mengine yale ambayo yalikuwa yanahitaji hiyo nyongeza. Bahati nzuri wewe unajua kona zote. Huyu anafika mpaka Ikulu. Na kwa waziri mkuu ndio ofisini kwake. Sio unachagua mbunge hana hata namba ya mkuu wa wilaya, atakusaidiaje? Kwa hiyo mna jembe kweli kweli. Na mimi niwaambieni, mkataba wenu na mbunge ni maendeleo. Atashughulika na shughuli za maendeleo, na bahati nzuri mmesikia jinsi yanavyojua kona zote, maeneo ambayo yanahitaji fedha, yanahitaji maendeleo. Anajua. Haya maeneo mengine yale acheni madiwani wasimamie na mwenyekiti wa halmashauri. Yeye ashughulike na mambo makubwa ya kuhakikisha fedha inakuja kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Akishaambiwa jambo fulani kwenye kata gani kule, alitaja kata gani, Mlola, wapi huko Mlola, akishaambiwa pana shida hii na hii, hata yeye asipofika, yeye ashughulikie tu fedha iende pale, atakuwa ameshafika. Kwa hiyo mna mbunge makini, muungeni mkono. Manake na mimi nilishakuwa mpiga kura, na nilishakuwa mbunge, na nilishakuwa kwenye baraza. Wakati mwingine tunatengenezeaga sio hata majungu, unajua jungu linakuwa kubwa hivi. Wakati mwingine tunatengenezeanaga vijungu vidogo hivi ambavyo havina maana yeyote. Watu wakitaka kuanza umbea hivi wanaanza. Mbunge hata ukimpigia simu hata haipokei. Sasa kama umechagua mbunge ngazi ya profesa, unatarajia siku nyingine atakuwa kwenye baraza, unatarajia siku nyingine yuko na rais, unatarajia siku nyingine yuko na waziri mkuu, unatarajia siku nyingine yuko na rais wa Benki ya Dunia. Mnataka kila siku awe anatoka kupokea simu kama msimamizi wa call box. Ndio. Kuna aina ya mtoto akifika ngazi fulani, wewe mwenyewe mzazi inabidi kuna vitu uanze kumvumilia. Ndio. Mimi mwenyewe sasa hivi nikifika tu pale kwa mzee, pamoja na kwamba ni mji wake, inageuka inakuwa ofisi ya waziri mkuu pale. Taratibu za ofisi zinaanza kufanyikia nyumbani kwake pale. Ndio, kuna mtoto ukimfikisha hatua fulani, tofauti zinakuwepo tu. Kwa hiyo ukishakuwa na waziri, mbunge waziri, anayesimamia serikali za mitaa na tawala za mikoa za nchi nzima, kwa kweli msitarajia afanye ziara ya kitongoji, afanye diwani hiyo. Kweli waziri wa TAMISEMI mnataka mkusanyie kikao cha kila balozi hapa? Si mnataka kutucheleweshea hii kazi kubwa ya nchi nzima? Ashughulike na mambo makubwa ya maendeleo haya tunayoyaongea, maendeleo makubwa. Mwenyekiti wa halmashauri na waheshimiwa madiwani wako, chapeni kazi. Wasikilizeni wananchi, na mkishawasikiliza ninyi mnaweza mkamfuata mheshimiwa mbunge hata popote alipomwambia kwenye kata hii kuna hili, kwenye kata hii kuna hili, kwenye kata hii kuna hili. Yeye akashughulikie fedha ije muisimamie. Ndio. Kwa hiyo niliona niliseme na hili mheshimiwa, kwa sababu najuaga huwa vinaanza kuja vitu vingine vidogo. Na wale wengine wanaowaza kuwaza jimbo hivi,
Sasa watu hata honeymoon hawajarudi, wewe unaanza. Jimbo lina mbunge na itifaki izingatiwe. Jimbo lina mbunge na itifaki izingatiwe. Hautapata mbunge wa kufuga nyumbani kama msukule. Mbunge kazi yake itakuwa ya shughuli za maendeleo. Basi tupate fursa ya kusikia mawili matatu. Niliona mkono hapo, mzee wangu. Niliona mkono pale. Niliona tuanze na wazee. Kijana nimekuona, lakini tuanze na wazee ili wasisimame sana. Tuanze na mzee au wale ambao wana bahasha. Mnaona na hali ya hewa inavyokuja. Wale ambao wana bahasha wameandika vizuri jambo lao, weka namba yako ya simu tu, tutakupigia. Usipate shida ya kulielezea lote lililoandikwa kwenye. Kwa hiyo kama umeandika, sogea tu hapa, onana na wasaidizi wangu, weka na namba ya simu, watakupigia. Na mimi mwenyewe napiga hizo simu kufuatilia kwa undani. Lakini wale ambao si la kuandika, ni jambo fupi, linahitaji majibu, hao tuanze nao. Tuanzeni na mama. Nilimuona mama hapo karibu. Aya, mpe mzee pale wakati mama anasogea. Mpe mzee tu hapo. Mpe mzee. Wape hao wazee alafu utampa mama. Wale walioandika wacheni wapite taratibu, waonane na wasaidizi wangu. Asante. Mimi kwa jina langu ni Musa Ramadhani Dafa kutoka kata ya Nguli, kijiji cha Bombo. Ndugu Shemdoe, cheni hicho. Nakushukuru sana kuwa mbunge wetu katika wilaya ya Lushoto. Tumekukubali sisi wana kijiji cha Bombo kutokea ulipofanya kampeni, na tumekupa kura zote katika kata ya Nguli. Sasa tu hapa hospitali pana matatizo mengi. Katika jengo la mama na mtoto, jengo safi sana. Rais wetu amelisimamia, ni jengo ambalo lenye maana, lakini ukifika pale huduma zina matatizo sana. Mtoto mdogo amelazwa pale, mwenye mtoto anapewa karatasi ya daktari kwamba nenda ukanunue madawa. Na mimi sio kwamba ninazungumza tu. Kuna mjukuu wangu aliyelazwa hapo katika hospitali ya jengo la mama na mtoto. Baadaye akawekewa mashine ya kupumulia. Nikapewa karatasi, nikaambiwa nenda kununua dawa hii. Nilikwenda Lushoto nikatafuta, nikakosa. Nikaenda Zoni nikakosa. Nikaenda Mungu nikakosa. Na mjukuu wangu amewekewa mashine ya kupumulia. Hapo ndio nikapiga simu Tanga kwa mtoto wangu, akajitahidi kutafuta hiyo dawa. Baadaye akaituma kwenye kosta ambazo zinatoka Tanga kuja Lushoto. Baada ya hapo dawa hiyo nilipokea kwenye muda saa 3 za usiku. Baada ya hapo nikaonana na madaktari na kuwapa ile dawa. Wakaniambia mpaka saa 4 za usiku tutamwekea hiyo dawa, na bado mtoto yuko kwenye mashine ya kupumulia. Basi mimi nilikaa hapo mpaka saa 4 usiku, mashine ikaondolewa, na baada mtoto akatundikiwa ile dawa. Hatimaye kwa sababu mimi nakaa kata ya Nguli Bombo, ikanibidi kurudi nyumbani kulala. Asubuhi nilipompigia babake simu, aliwahi hospitali pale, akamkuta mtoto bado anacheza, kaisharudi kwenye hali nzuri. Sasa mheshimiwa waziri, hapa hospitali ni majengo tu. Na mimi kuzungumza hivyo
kuzungumza hivyo ni uchungu. Kama hizi dawa mngetuwekea hapa hospitali tungenunua, kulikoni usumbufu wa kwenda kutafuta dawa ikiwa mimi nina mgonjwa anaugua. Sasa mheshimiwa, ninakuomba pamoja na mbunge wetu mtukufu Shemdoe, profesa, tumekupa kura zote katika kata ya Nguli kwa ajili ya kututumikia sisi wananchi wa kata ya Nguli pamoja na Bombo. Basi mimi sitazidi kuzungumza mengi. Haya, asante. Mganga mkuu yuko wapi? Mganga mkuu tuambie. Ninyi mnajua aina ya magonjwa, mnajua aina ya dawa zinazotakiwa kuagizwa, mnajua mahitaji ya dawa ya wananchi wetu. Kuna kuaje, inawezekanaje hospitali kubwa kama ya Lushoto inakosa dawa na duka la mtu binafsi, duka la kioski, duka la mtu binafsi linakuwa na hiyo dawa? Inawezekanaje duka la mtu binafsi linapata dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Au ni maduka yenu mmeweka mahali dawa za muhimu, na wagonjwa wakitoka hospitalini mnawaelekeza waende huko kufanya biashara? Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mimi naitwa Jafet Ismeo, ni mganga mkuu wa mkoa wa Tanga. Naomba nitoe ufafanuzi. Baada ya kufungua jengo la mama na mtoto, tulianzisha huduma za watoto mahututi pale kwenye jengo. Na hizi ni miongoni mwa uwekezaji ambao ni mgeni katika sekta ya afya, kwenye afya msingi. Hizi huduma zinapatikana kwenye hospitali za rufaa za mikoa na hospitali za rufaa za kanda na taifa. Sasa kuna aina fulani ya dawa inayowasaidia watoto ambao mapafu hayajaendelea vizuri. Hii ilikuwa bado haijaletwa kwenye mnyororo wetu kwenye ngazi ya hospitali za rufaa za wilaya, lakini tayari imeshafanywa kazi na USD, na ndio maana labda changamoto iliyoonekana pale ni namna kuboresha mawasiliano ya kumsaidia mgonjwa kupata ile dawa. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Mkuu. Ndugu wananchi, nimekutana na jambo hili pia Kilindi. Hospitali hizi kweli Daktari Samia Suluhu Hassan amekuja kuzijenga, hazikuwepo. Kilindi hawakuwa na hospitali ya aina hiyo, wala hawakuwa na hiyo huduma. Wakati ule kila mgonjwa wa aina hiyo ilikuwa lazima aende Tanga. Kutoka Kilindi lazima aende Tanga. Kutoka hapa Lushoto lazima aende Tanga. Na kuna huduma ilikuwa hata hapo pale Tanga zamani ilikuwa haiwezekani, lazima mgonjwa aende Muhimbili. Naombeni kweli kama msimamizi wa shughuli za serikali, na yajua mabadiliko yanayofanyika kwenye sekta ya afya alitakuwa la siku moja. Kwa mfano zamani MRI nchi nzima ilikuwa lazima uende Dar es Salaam. Sasa hivi zinapatikana kila hospitali za rufaa na hospitali za mikoa. CT scan nchi nzima tangu uhuru tulikuwa nazo takriban 6 zilikuwa Dar es Salaam. Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka kwenye kila hospitali ya mkoa. Sasa hiki alichokisema mganga mkuu ni kweli, inawezekana limekamilika jengo, kwa sababu halikuwepo na huduma haikuwepo. Na Kilindi hivyo hivyo imekamilika na haikuwepo. Kwa kuwa amesema kwamba sasa baada ya huduma kuanza, hatua za aina hii na huduma za aina hii zimeshaanza kupatikana. Tumuombe radhi mzee wetu ambaye alikutana na madhira hayo, kwa sababu huduma ilikuwa, jengo limeshakamilika, ni jipya ndio linaanza. Lakini sasa hivi nielekeze waganga wakuu wa mikoa wote na Wizara ya Afya kuhakikisha maeneo haya ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameshafikisha huduma kwenye maeneo yale,
zile huduma zilizokuwa zinapatikana makao makuu ama kwenye mikoa sasa ziende na kwenye haya maeneo ambayo zilikuwa bado hazijafika. Kwa mganga mkuu, hakikisha sasa ile huduma iliyokuwa inapatikana Tanga tu sasa ije na hapa Lushoto, zile dawa zije na hapa Lushoto na ziende Kilindi. Kilindi pia ni mbali sana. Kumwaisha mgonjwa tokea Kilindi mpaka afike Tanga ni mbali sana. Mzee, tunakushukuru, umeleta hoja ya msingi sana, na Mheshimiwa Waziri, ili lifanywe kazi si tu kwa hapa Lushoto lakini na maeneo mengine. Wewe pamoja na Waziri wa Afya mnasimamia hii sekta ya afya, wasilianeni ili hizi hoja hoja za aina hizi ziweze kupatiwa majawabu. Ndugu wananchi, nadhani tumeelewana vizuri kwenye hili jambo. Mimi mwenyewe wakati mzee anaelezea yasingekuja majibu ya kuridhisha, ningejua hizo ndo zile biashara tulizozikomesha za kila dawa inakosekana kwenye hospitali ya umma halafu inapatikana kwenye duka binafsi. Ukichunguza unakuta yule aliyeandika lile ndo duka lake kule. Lakini Daktari Samia Suluhu Hassan ameshachukua hatua kubwa sana kwenye sekta ya afya, na wenda hazitafanya kwa 100% kila eneo kwa sababu ya mtawanyo wake. Angalia ndani ya miaka 4 kupeleka haya mambo ya gesi mpaka kwenye halmashauri. Zamani ilikuwa unakutana nayo Muhimbili tu, na baadhi ya hospitali kama za kanisa kama KCMC, Bugando na zingine za aina hiyo. Kwa serikali kulikuwepo na MRI hospitali 2 Dar es Salaam peke yake. Sasa hivi kila hospitali ya rufaa. Mimi nadhani tuwape muda wizara pamoja na waganga wetu wakuu washughulikie kusiwe na hizi kero za aina hii kwenye hospitali ambazo tayari hayo majengo yameshafika. Na sio hili tu ambalo ni mahususi, mzee wetu amesema. Fuatilieni na mengine yote ya huduma ambazo tulikuwa tunazitoa kwenye hospitali zetu za kanda. Kwenye eneo ambalo huduma hizo tumeshashusha kwenye halmashauri kama hapa, ama tumeshusha kwenye halmashauri kama Kilindi, tupeleke huduma wananchi wapate matibabu kule kule. Asante sana mzee, hoja ya msingi sana hii. Mama yetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Babangu, kakaangu, mimi nimetokea wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro, kata ya Ludewa, tarafa Kimamba. Lakini kutokana na matatizo tunaofanywa kule na wakubwa wetu, hawatusikilizi. Tumenyang'anywa mashamba baba. Tuko watu 3000 wamepewa wafugaji. Tumekwenda Dodoma tulipokuwa kwenye TV baba. Tumekuona baba, tusaidie. Hatuna hapa kwenda, tuna watoto wanasoma. Na watoto baba ni usilie, umeshakuja. Njoo huku. Njoo huku. Uko na nani mwenzako? Ndo mko na mama? Basi sogeni, njoni pembeni taratibu, msaidieni na mama kupita hapo. Njoni hapa. Tuko na waziri wa mifugo na tuko na waziri wa kilimo. Na waheshimiwa waziri, wekeni viti pembeni hapo. Kaeni vizuri. Mheshimiwa waziri wa njoni kaeni kwenye kona moja hapa. Waziri wa kilimo yupo, waziri wa mifugo yupo, na waziri wa ardhi. Kazi imeanza. Nadhani waletwe hapo ndo mlipokaa kokasi yenu hapo. Muondoeni tu wa ujenzi ya subirie maswali ya barabara. Wale waleteni pale. Mama, nyamaza tu usilie, umeshafika. Uko mikono salama. Tumtoe mzee zaidi yule pale, mzee wetu zaidi, ili asisimame sana. Alafu tutarudi kwa vijana. Na huyu naye ni mzee kabisa. Mzee tukusikilize, alafu mzee, kwa sababu ya kwako umeandika, mtume msaidizi, msikilizeni mzee yule pale, yeye jambo lake limeandikwa. Msimpandishe juu yule mzee sana. Msikilizeni pale. Mzee sema. Mimi naitwa Philip Mbelwa, nilikuwa nafanya kazi Mbeya, nimestaafu mwaka 2015. Nina kesi mahakamani ya madai
kwa muda wa miaka 13 sasa. Kesi imeamuliwa, walionidhulumu hawakamatwi, sina ushirikiano wote toka kwenye kijiji wa wenyekiti wa hicho kijiji. Wote wanaogopa lawama. Wadhulumaji wapo, nikiomba msaada wa polisi inakuwa tatizo. Kijiji gani? Kinaitwa Upendo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, unalijua hili? Upendo kiko Lupa Mbeya. Ni kule Mbeya. Ni kule Mbeya. Mimi ni mkazi wa hapa. Nimestaafu, nimefuatilia mpaka nimechoka. Ni eneo gani? Lipo Lupa. Una zile taarifa, ile hukumu ya mahakama? Mkuu ndani hakimu mwandamizi wa wilaya anaifahamu hii kesi na anajua na ananionea huruma. Hajui anisaidie. Sasa njoo hapa niandike vizuri. Ni wilaya gani? Ni wilaya Chunya. Njoo uandike hapa. Lakini mkuu wa wilaya ya Chunya, pata hukumu ile ya mahakama na hakikisha unasimamia utekelezaji huo wa hukumu iliyotoka. Mzee, umesema vizuri sana ya watu kutaka kuonekana mzuri kwa kila mtu. Kila mtu anataka kuwa nice, kuwa mzuri kwa kila mtu. Watu ukiogopa lawama, achia madaraka uliopewa. Sasa namuelekeza mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa wilaya, hakikisheni hukumu iliyotolewa. Hivi ni vyombo vyetu vya sheria, lazima tuheshimu. Kama chombo cha sheria kimesema huyu ndo anastahili, hatupaswi tena kupatikana mtu anaitwa mbabe, anasimamia haki, anashikilia haki ya mtu mwingine. Sasa mzee wetu ona ameshazeka, mahakama imetoa hukumu, imemwambia anastahili, halafu anatokea mbabe tu anashikilia. Kabla sijaja ziara ya Mbeya, nikute mzee huyu kama mahakama ilivyohukumu ameshapewa haki yake. Mzee, watakuja wakusikiliza hapo hapo, usihangaike kupanda, usije ukateleza. Acha watoto wako wakufuate hapo hapo. Acha watakufuata wakusikilize. Pata hizo taarifa, nataka nizipate, weka na namba ya simu, nitaanza kulifuatilia. Haya ndio mambo yanayoudhi. Watu kujitokeza na kujifanya wao ndo jeuri zaidi, wao ndo wababe zaidi, kwenye jambo ambalo hata hukumu ya mahakama, chombo chetu cha kusimamia mambo ya haki, kimesha hukumu. Kumi na 13 alitokea na mwingine hivyo, wanafanya janja ya aina hii. Nashukuru hatua zilishachukuliwa. Sasa na hii, Mheshimiwa Waziri, mpigie mkuu wa mkoa wa Mbeya na DC wa Chunya, atafuta hili eneo akasimamie, awatoe wale wahalifu walioenda kuvamia pale. Mahakama imesha hukumu tu, wanasubiria kitu gani kingine? Na wakijifanya wababe, kamateni, wekeni ndani. Ndio maana ya dola, kusaidia wanyonge wasionewe. Aya, tumsikilize mama pale, then tuje kwa kijana mwenye njano. Tumewavuka sana. Msikilize mama hapo, tuje kwa kijana wa njano. Asalamu alaykum salaam mama. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina mama. Mimi naitwa Rukia. Mimi niko hapa Lushoto. Nimezulumiwa nyumba yangu, na nikaenda kwenye serikali wakanani. Nikaenda kwenye serikali, ikawa nani mume wangu amekufa. Kama amekufa, mimi mlisi akanizulumia. Aliponizulumia mimi mmekaa tu. Karibu nilipoenda nani Dochi hapo, nikaambiwa na mwanamke mmoja, hapa Dochi tunaweza dhulumu watu hata kama ni cha kwake, tunaweza mdhulumu. Nikakaa, nikaacha ile kazi mpaka sasa hivi naona ni mwaka wa 8 huu. Lakini nani huyo mlisi aliakiwa na mume wangu kuwa hiki kitu mimi nikifa, kapewa kitabu kizima, na mimi ninao cha kwangu. Na mume wangu alipofariki nilikuwa ninaumwa. Kama ninaumwa, alichukua na kitabu changu.
Kukichukua kile na cha kwake, ndio akaniona kama mjinga mimi. Mmeenda mahakamani pale, akachukua mtoto wa mke mwenzangu. Mtoto wa mke mwenzangu mimi nimejenga mwenyewe. Kama mmejenga mwenyewe, mume wangu ameandika kuwa hii haki ya mke wangu mdogo. Leo mlisi anakuja kuichanganya, atoe kule na kule. Akichukua hela anatoa kule na nini. Hela mmeiona kidogo, lakini nilivumilia tu. Kutoka hapo akakaa miaka 20 hajanipa nyumba yangu. Kukaa miaka 20 akachukua watoto wangu, akaenda akabidhi. Kumbe amewakabidhi hewa. Akiwakabidhi hewa pale, akija akaambia wale watoto wa mke mwenzangu, twendeni mkafungue huko dochi mgawane. Tulipogawana, yule mtoto mmoja akaenda kukia choo, wamesimamishwa kwangu na wa mke mwenzangu. Na kila kitu ni cha kwangu mimi, sio cha mtu. Kwa kuwa hata mume wangu ataandika ni cha kwangu. Hata sasa hivi nina makaratasi hapa nilipo. Nataka asome. Nimechoka kudhulumiwa na nimechoka. Asante mama, tumekupata. Sasa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hili saizi yako hiyo. Enda pale, pata mama, sogea pembeni. Mkuu wa Wilaya, pata taarifa hizi kikamilifu. Msikilizieni hapo asipande. Pata taarifa hizo kwa undani. Tukishamaliza ziara, waitishe wote, sikiliza hukumu ili chukua hatua inayostahili. Yes. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba kwa jina, naitwa Mahamudu Koti, naishi kata ya Magamba, ni mwenyekiti mstaafu. 2019 wakati ninachukua ofisi ya kijiji cha Magamba, kata ya Magamba, nilikuta document ambazo zinajaji kampuni ya bwana mmoja ambaye anaitwa Abanyambo Enterprises kuhusu bauxite. Zile nyaraka tukawa wakati huo Waziri Biteko akaja mpaka kule kwenye mkutano wa hadhara, akasema kwamba tunasitisha kwanza hili zoezi mpaka serikali itakapotoa majibu. Tukabaki tena, kaja Waziri Mkuu Majaliwa, na alipokuja pale na yeye alifuata lile akasema ngoja tusitishe kwanza mpaka watu wapate elimu na taratibu zifuatwe, ndio watu wanaweza kuruhusiwa kuendelea na kazi hii kama endapo serikali itajiridhisha. Pale wamekuja watu wa mazingira, nikawapokea mimi, wakaenda mpaka halmashauri, wakakutana na mkurugenzi, tukawa tuko pamoja, wamefanya tafiti zao zaidi ya siku 10, wakaja watu wa NEMKI na wenyewe wanatoka huko wizarani. Basi mpaka sasa nashangaa, sasa tunasikia hadithi kwamba hizi leseni zimekuwa nyingi. Na mtu ambaye nimekuta document pale ni huyo mmoja tu ambaye nitangia 2000 alikuwa anailipia serikali kwa ajili ya kupata leseni yake ikae vizuri. Sasa swali langu najiuliza hivi, hawa watu wa madini kama Waziri Biteko alisimamisha na Waziri Mkuu Majaliwa pia alisimamisha kwamba mpaka taratibu zifuatwe ndio utaratibu mwingine uwepo. Je, hiyo ofisi ya madini hapo Tanga, hizi leseni tunazosikia kwamba zimetoka zimekuwa nyingi, nani anatoa? Afisa madini uko wapi? Wewe, Waziri Mkuu alikuja akaelekeza leseni ambayo watu wa mazingira wameshajiridhisha. Ifanyiwe kazi, watu wakajiridhisha. Mmetoaje leseni zingine ambazo ziko nje ya maelekezo? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nani amejiridhisha? Naomba nitoe ufafanuzi wa hilo jambo kama ifuatavyo. Ni kweli kama mwananchi alivyosema hapo awali kwamba eneo hilo lilikuwa na mgogoro kati ya wananchi na kampuni ya Banyambo, ambapo kampuni ya Banyambo ina jumla ya leseni 4. Na mgogoro huo ulikuwa ni
kwamba uchimbaji wa madini katika eneo lile ulionekana una athari. Kwa maelezo ya Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa wakati huo alisema ni kwamba mpaka pale ambako tathmini ya athari za kimazingira itakapofanyika ndipo zoezi la uchimbaji liendelee, ambapo ilikuwa ni mwaka 2020. Na akasema uchimbaji usiendelee, na mpaka sasa uchimbaji haukuendelea. Wale mabwana wa Banyambo walifanya hiyo tathmini ya athari ya mazingira na mpaka sasa wamekwisha maliza. Walipomaliza walirudi kwa mkuu wa wilaya, kwa sababu yeye ndo alikuwa ameambiwa kwamba wanatakiwa wapatie ripoti kwake, na walipompatia ripoti hilo jambo lao lilirudishwa kwa mkuu wa wilaya aliwashauri, kwa sababu Waziri Mkuu ndo alikuwa ametoa maelezo hayo, basi waweze kurudi kwa Waziri Mkuu, ambapo mwaka jana waliandika barua kwenda kwa ofisi ya Waziri Mkuu wakiomba kwamba waruhusiwe kuendelea kuchimba, na swala lao likashughuliwa, na kwa majibu ya maelezo mpaka sasa wameambiwa, walifuatilia mara ya mwisho mwezi wa kwanza mwaka huu, wakaambiwa kwamba kulikuwa na shughuli nyingine zinaendelea, lakini swala lao linafikia mwisho. Kuhusiana na hizo leseni nyingine kwa nini zinatolewa, kwa mujibu wa sheria ya madini kwamba hata kama mchimbaji atakapopata leseni haruhusiwi kufanya uchimbaji mpaka pale tathmini ya athari za mazingira atakapopatikana na kujiridhisha kwamba ule uchimbaji hautakuwa na madhara kwa nani. Na hao wengine wote ambao ni jumla ya leseni 43 wameshafanya tathmini ya athari za mazingira na wamefikisha ripoti zao kwenye mamlaka husika kwa ajili ya kupitiwa ili aidha waruhusiwe au wakataliwe. Kwa naomba nimtoe wasiwasi kwamba hawataruhusiwa kuchimba mpaka pale ile ripoti ya tathmini ya athari za kimazingira ya hizo leseni nyingine itakapokuwa imefanyika. Nani anajiridhisha na hizo athari? Yaani kwenye eneo la makazi nyewe mnatoa leseni 40 na leseni 40 na kwenye maeneo ya makazi 43. Alafu 43 kwenye maeneo ya makazi. Mnajua madini tunayapenda, lakini ndo maana yanatakiwa yasiwe katika maeneo ya makazi. Mnajua kama kuna baadhi ya kemikali zingine unaweza kusababisha ulemavu wa maisha kwa watoto wote wanaozaliwa? Ndio tunatambua. Mnatoaje leseni kabla ya kujiridhisha? Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa mimi najua janja zote. Hizi janja hizi nazijua. Nimekulia ndani ya serikali huko. Leseni ambayo NEMC walishajiridhisha, acheni waendelee na uchimbaji. Hizi leseni zote hizi, leseni zingine hizi zote hizi ziko kwenye makazi. Ziko kwenye makazi tena nyingi. Tusije tukapata hii mambo ya kusaini kinyemela alafu tukaweka hatiani. Nione mwenyewe hiyo taarifa. Hii ambayo umesema ziko ngapi hizo NEMC walishajiridhisha, waacheni waendelee. Hizi zingine hizi pana leta janja. Sawa mheshimiwa. Na kama mnataka kuchimba, fidieni watu wawe mbali, fidieni. Msiweke leseni kwenye makazi ya watu alafu tukapata shida. Hizo ulizosema zilishapata clearance. Ziko 4. Acheni waendelee.
75 babu analima pale. Juzi hapa mwezi wa 12 tukakuta pamewekwa mawe ya kiwanja. Hatukupata mtu wa kumuuliza kwa sababu kufika pale nikapigiwa simu na katibu tarafa, akaniambia nakuhitaji hapa kwenye ofisi ya katibu tarafa. Nikatoka pale nikaenda. Kufika pale nikamkuta na yule mtu ambaye nimemuuzia, akaniambia kwa nini umeuza eneo la boma? Nikamwambia hili sio eneo la boma, tangia siku nyingi, tangia mwaka 75 babu zetu wanalima hapa, hadi leo ni shamba letu. Leo inakuaje iwe ni eneo la boma? Basi nikamwambia mimi nimeuza haki yangu, kama ni eneo la boma ningepewa barua siku nyingi wakati tunamiliki hapa. Akaniambia hairuhusiwi, rudisha hela kwa mtu uliomuuzia. Nikamwambia mimi sitamrudishia. Basi mimi nikaondoka zangu, na yule mtu akaambiwa na katibu tarafa mpeleke kwa mwenyekiti. Nikamwambia mpeleke kwa mwenyekiti na haki yangu. Akaniambia hili sio eneo la kwenu, ni eneo la boma, hata TAKUKURU anataka waje wajenge hapa. Nikawaambia kama wanataka waje wajenge hapa, kwa nini hawakutuambia au kwa nini hakutupa barua? Akasema ndio ujue hivyo sasa, weka mrudishie huyu mtu hela yake. Kwa kweli nimeumia sana na ninapata shida na watoto. Tumeshauza sehemu ili tujenge, lakini sasa hivi tumekataliwa. Naomba mheshimiwa unisaidie na hangaika na wanangu. Pole. Hebu njoo katibu. Hebu chukua taarifa zake hizo. Chukua taarifa zake hizo. Nyamaza usilie. Ngoja katibu anakuja hapo. Chukua taarifa zake hizo tujiridhishe.